Tarehe 15 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 sambamba kabisa na mwezi 23 Rabiul Thani mwaka 1447 Hijiria. Kama ilivyoada, mtazamaji wa Africa TV, inapowadia siku ya Jumatano hususan saa 2 kamili za usiku huwa tunakutana hapa, ikiwa lengo kuu ni kwenda kuzungumzia afya ya mwanadamu. Tuombe radhi kwa kuchelewa kwa kipindi chetu. Hii yote ni kutokana na changamoto ambazo zilikuwa nje ya uwezo wetu, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kwenda kuanza kipindi chetu muda huu. Kipindi hewani ni daktari wako. Jina langu naitwa Abdul Kaubinego, na leo kwa mara ya kwanza tunayo bahati ya kuweza kutembelewa na mgeni wetu Dr. Hussein Abdallah Lumungwi, ambaye tutakuwa naye hapa katika kipindi cha daktari wako. Unataka kufahamu daktari anakwenda kuzungumzia nini? Basi nikusihi kwa dakika hizi ambazo zimesalia unaweza pia kuendelea kufuatilia kipindi hiki. Daktari, karibu sana. Ni kupatie fursa uweze kumsalimu mtazamaji wa Africa TV, lakini umwambie siku hii ya leo tunakwenda kuzungumzia jambo gani. Karibu sana Dr. Lumungwi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Ndugu watazamaji, kwa jina ninaitwa Hussein Abdallah Lumungwi. Ni naibu mkurugenzi katika clinic ya Kamna Hijama inayopatikana eneo la Chanika kwa Singa. Na mada yetu ya leo tutakwenda kuzungumzia faida za hijama kwa mfumo wa uzazi wa mwanaume. Naam, shukran sana mtazamaji wa Africa TV. Huyo ni Dr. Hussein Abdallah Lumungwi ambaye tutakuwa naye katika kipindi cha daktari wako. Daktari, faida za hijama kwa mfumo wa uzazi wa mwanaume ndio mada ya siku hii ya leo. Na ama kwa hakika imekuwa ni changamoto kubwa sana daktari. Takribani ya mamia kwa mamia kila mwaka angalau duniani kote kuna ndoa zinavunjika kutokana na matatizo kama haya ya changamoto ya mfumo wa uzazi kwa mwanaume. Na tunakwenda kuzungumzia sasa faida za hijama. Huenda ikawa ni tatizo ambalo linakwenda kutatuliwa kupitia tiba hiyo ya hijama. Daktari, kwanza kabisa ni kwa nini umechagua mada hii siku hii ya leo, ukizingatia na ukiachilia mbali hizo changamoto ambazo wanaume kadhaa wamekuwa wakizipitia katika majumba yao? Chaguo la mada yetu kwa siku ya leo kusema kuwa ni faida za hijama kwa mfumo wa uzazi wa mwanaume ni kutokana na mazingira ya watu hivi sasa kwa upande huo wanaume ambao tutaenda kuzungumzia. Kwa maana wamepitia changamoto nyingi, bado wanaendelea kuzipitia na wataendelea kuzipitia kwa ufupi. Kwa hiyo katika hali ya muendelezo wao huu wa kupitia changamoto za uzazi, basi tumeona tuwaoneshe faida za hijama, ikiwa ni tiba bora kabisa iliyoelekezwa katika mifumo ya tiba na tiba endelevu katika uwezekano wa kuweza kumtoa mtu katika changamoto ambazo amefikwa nazo. Daktari, kwa hivi karibuni changamoto ya mfumo wa uzazi ama nguvu za kiume zimekuwa zikipotea kwa wanaume wengi kwa miaka ya hivi karibuni, tofauti na wazee wetu wa zamani. Tatizo kama hili wenyewe wanasema halikuwepo, ila kwa miaka yetu ya hivi karibuni ndio tatizo hili kila sehemu ukipita mabango juu ya mabango. Labda kwa upande wako unahisi nini hasa ambacho kimechangia tatizo kama hili kwa miaka hii ya hivi karibuni kuweza kushika hatamu? Karibu sana Dr. Hussein. Kilichochangia zaidi katika upande wa wanaume mpaka kupatikana matatizo haya, ni kweli huko zamani kwa wazee wetu hayakupatikana haya. Sababu ni ile hali ya kujitunza kwao. Walijitunza, lakini walizingatia
namna za maisha yao walivyoendesha, hasa upande wa ulaji, lakini waliridhika na kile kichache ambacho wanakipata walichokasimiwa na Mola wao, wakijitahidi kuwa wavumilivu katika utafutaji wao. Lakini sababu zilizopelekea mpaka hivyo sasa kuwa na changamoto kama hizi, sababu kuu ni kwamba watu wanafikwa na stress nyingi ambazo zinasababishia wao kupoteza hata hisia, kupoteza hizo zinazoitwa nguvu za kiume, na malengo ya yale yanayohitajika katika ndoa, basi ndoa nyingi huwa zinakwenda kuvunjika na magomvi hupatikana. Sababu kuu kwamba watu hawapati kile ambacho wanakihitaji kutoka katika ndoa hizi. Daktari, kwa haraka haraka umeweza kuorodhesha vitu viwili nikikunukuu, mojawapo ni vyakula. Vyakula vya zamani ni tofauti na vyakula vya kisasa. Pengine huenda ikawa ni vile vile, lakini kuna vitu vimeongezwa tofauti na vile ambavyo wao walikuwa wakivipika vyakula hivyo. Lakini changamoto ya pili umetaja stress, kwamba sasa hivi mawazo yamekuwa mengi, watu nakimbizana na maisha. Vipi katika upande wa mfumo mzima wa maisha, tukizungumzia kama vile kuchapa kazi? Zamani watu walikuwa muda mwingi wakitumia mashambani na jasho likiwatoka, lakini sasa hivi daktari, maofisini ni kwenye gari AC, lakini majumbani AC, kila sehemu daktari, wewe jasho umekuwa hautokwi. Hili inaweza likachangia nguvu za kiume kupotea kwa baadhi ya wanaume? Ni kweli unayosema kwamba mwili wa binadamu namna ulivyo unahitaji upate mishughuliko ambayo itaweza kuitiribua damu, kuiweza kuipa mzunguko wake mzuri ambao utaweza kusaidia kusambaa katika viungo mbalimbali vya mwili wake. Lakini anapoweza mwanadamu kuwa yeye ni mwenye kujituliza, hana sehemu ya kuweza kufanya mazoezi walau hata ya nusu saa, ama kutembea tu kwa miguu eneo ambalo anaweza kutembea kwa nusu saa, robo saa, lakini kila mahali ni kipando, ni vipando. Kwa hii imekuwa ni changamoto kuu ambayo inapelekea pia miili kuwa yenye kuzorota, kwa maana damu pia haifanyi kazi vile ipasavyo na kutoweza kufikia katika viungo mbalimbali ambavyo vinahitaji uchapa kazi na utoaji jasho, ili mradi mwili wa mtu upate kufanya kazi yake katika uhalisia. Sawa, mtazamaji wa Afrika TV, kama ndo kwanza unajiunga nasi hivi sasa, kipindi hewani ni daktari wako. Nipo na Dr. Hussein Abdallah Lumungwi, tukiwa tunazungumzia faida za hijama katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Mtazamaji, muda mchache kutoka sasa tunaweza kukuruhusu pia na wewe uweze kushiriki nasi kwa kupiga simu. Kama una swali, unahitaji ushauri, basi nambari za simu zitakuwa zikionekana hapo chini ya runinga yako. Daktari, sasa tuende moja kwa moja tuanze kuziorodhesha hizi faida ambazo mwanaume atazipata kupitia hijama kwa katika kurekebisha mfumo wake wa uzazi kuweza kukaa sawa. Karibu sana daktari. Sawa kabisa. Kwanza kabisa tukianza na kitendo cha hijama. Hijama ni nini? Ndio. Tunaeleza hijama kuwa ni ile hali ya utengenezaji vacuum, negative pressure, itakayofanywa katika eneo maalum katika mwili wa mtu ili kuweza kuondosha damu chafu, vimiminika vichafu na sumu mbalimbali ambazo zinapatikana katika mwili wa mwanadamu, ili kuweza kuruhusu damu safi yenye oxygen kuweza kutembea katika mwili wa mtu na pia kuongeza kinga yake ya mwili, na hii ni tiba ya uponyeshaji kiasili. Sasa tukiingia katika faida za hijama katika mfumo wa uzazi wa mwanaume, kwanza kabisa tunakwenda kueleza ni kuimarisha mzunguko wa damu. Hijama inakwenda kuimarisha mzunguko wa damu, ambapo tumeipata katika maana ya hii hijama kwamba ule upitishaji wa oksijeni katika mishipa ya damu, oksijeni ambayo itafika katika viungo mbalimbali, na kama inavyofahamika oksijeni na umuhimu wake katika mwili wa binadamu kuwa ndo ambayo inakwenda kuunguza vyakula vya aina mbalimbali. Kwa hiyo ili kiungo kiweze kufanya kazi, basi kinahitaji oksijeni, bali pia kinahitaji hewa safi, hewa ambayo imeambatana ndani yake na oksijeni. Kupitia hijama, basi kwa kuwa mwanaume
anavyo viungo vya uzazi ambavyo vinahusika hasa na utiririshaji mzuri wa damu. Endapo itakuwa mtiririko ni mbaya katika viungo hivi, basi ndio yanatokea yale matatizo mbalimbali ambayo mwanaume anashindwa kutekeleza hasa lile tendo. Na katika haya yote kwamba tunakwenda kuzungumzia kile kitu kinachoitwa infertility, kwa maana ugumba au tasa kwa upande wa mwanaume sasa. Sawa. Sawa. Lakini jambo la pili pia linaloweza kupatikana katika faida za hijama kwa mwanaume upande wake wa uzazi ni kuimarisha nguvu za sperm, kwa maana manii, lakini pia ule usafirishaji wa manii kutoka sehemu moja kuelekea kule katika eneo la mirija ya uzazi ya mwanamke ili kwenda kurutubisha mayai ya uzazi. Kwa hiyo itakapotokea mtu amekuwa na udhaifu wa mbegu lakini uchache au wepesi, inakuwa ni sababu ya mwanamke kutoweza kupata ujauzito, na hii sababu kuu imetokana na huyu mwanaume kwamba amekuwa na shida katika eneo lake la reproductive system, katika eneo la uzalishaji. Kwa hiyo tunakuta hapo masuala ya magomvi, masuala ya ndoa kuvunjika, sababu kuu kwamba hata huyu mwanaume muda mwingine kwamba hawezi kumfikisha huyu mkewe, na zikaja kesi za aina mbalimbali na zikashuhudiwa baadhi ya ndoa nyingi kuvunjika kutokana na tukio kama hilo. Sawa. Lakini pia tuna faida nyingine ya hijama kwa upande wa mwanaume katika kipengele hichi cha uzazi wake. Inasaidia kuondosha stress, wasiwasi ambazo huathiri uzalishaji wa hizi hormone, uzalishaji wa hizi mbegu, kwa sababu yote haya yanategemea na afya njema ya mwanaume. Kama ilivyotajwa kuwa ni afya ya akili katika majina ya kisasa, lakini kwamba hizi stressi zina athari kubwa kwa mtu. Pia masuala ya huzuni, haya yote yanakwenda kuondoshwa kupitia hijama kwa uwekewaji wa gilasi za hijama au vikombe vile katika maeneo maalum ambayo yanakwenda kuondosha hasa hizi sumu, kuondosha na stress, kuondosha kila aina ya madhara ambayo yamemfika mwanaume katika upande wake. Sawa. Na mtazamaji wa Africa TV, ni Dr. Hussein Abdallah Lumungwi huyo kutoka Kamna Hijama Clinic, tukiwa tunazungumzia faida za hijama katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Tayari daktari ameweza kuorodhesha faida 3 kwa haraka. Mojawapo ni kuimarisha mzunguko wa damu, na hii inaweza kupelekea pia hata wewe nguvu zako za kiume kuweza kuongezeka. Lakini pia kuimarisha nguvu na kusafirisha mbegu zile za uzazi ni katika moja ya faida ambazo mwanaume unaweza kuzipata kwa kufanya tiba hiyo ya hijama. Lakini 3 ni kuondosha stress, yani kama wewe una msongo wa mawazo, akili yako haijakaa sawa, basi mwanaume faida hiyo unaweza ukaipata kwa kufanya tiba hiyo ya hijama. Mtazamaji, kwa hivi sasa tukupatie nafasi pia na wewe, kama una mchango wote, una swali, unahitaji kuweza kuuliza kwa Dr. Hussein Abdallah, basi nambari za simu zitaonekana hapo. Mtozi wangu Idrisa Moita amekuwekea nambari za simu hizo, unaweza kufanya hivyo hivi sasa, ukapiga simu ukauliza chochote. Kutokana na uchache wa muda siku hii ya leo, tuombe radhi, hatutakuwa na mapumziko. Kwa hiyo moja kwa moja mtazamaji, fursa unayo ya wewe kuweza kuungana nasi kuanzia hivi sasa, ukaweza kuuliza swali lolote kuhusiana na hiki ambacho tunakizungumzia. Mbali na faida hizi 3, Dr. Lumungwi, faida zingine ni zipi ambazo mwanaume anazipata kwa kufanya tiba hii ya hijama? Sawa kabisa. Tunapata pia faida ya 4 katika tiba hii ya hijama kwa upande wa mwanaume katika kipengele cha uzazi wake. Kumpa ufanisi katika tendo lake la ndoa. Kupitia hijama inaweza kufanya detoxification, kwa maana uondoaji wa sumu za aina mbalimbali zilizofika katika mwili wake, na hizi ndo zile zinazochangiwa pia kupitia vyakula mbalimbali kama ilivyo lifestyle za watu kipindi hichi, kwamba wenyewe ni mlo ambao unakwenda kuathiri sana. Na hasa kwa upande wa mwanaume kwamba anashauriwa sana yeye vyakula vya mafuta
ajitahidi kujiepusha navyo. Lakini sumu zinazotokana na vinywaji vya aina mbalimbali vya viwandani, kwamba anaweza kutumia kama ni vinywaji basi vile ambavyo vitatengenezwa katika hali ya majumbani huko, ikawa katika hali nzuri ile ambayo itaweza kumridhisha, na bali ikawa ni afya katika mwili wake na yenye faida kubwa. Kwa hiyo tuna faida ya uondoshaji sumu kupitia hijama, ambapo hii ni pale tu damu chafu itakapotolewa na hivi vimiminika vichafu vinapotolewa katika mwili wa binadamu huyu mwanaume, basi inakwenda kupelekea yeye kuwa na afya njema kutokana na mwili wake. Sawa. Lakini pia tuna faida nyingine ya 5. Inakwenda kuimarisha kinga na kumpa afya njema kiujumla. Kinga ambayo inatokana na uzalishaji utakaoongezeka wa seli za uhai, seli nyeupe, lakini pia kuna uzalishaji wa seli nyekundu za damu na chembe sahani, ambazo zinakwenda kumfanya huyu mtu kuwa na kinga kubwa sana kutokana na shida mbalimbali za kimaradhi ambazo zingeweza kumfika. Kwa maana hii vinakuwa kama ni ulinzi kutokana na shida zake ambazo zitaweza kumfika kutoka nje. Kwa maana vyote ambavyo vinaweza vikamfika, yeye anakuwa na ulinzi imara katika mwili wake. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa faida za hijama kwa huyu mwanaume, na kumweka katika hali nzuri ya kiafya kiujumla, na kuhisi yupo katika hali ya utulivu mkubwa wa kiakili na kiufahamu, na kupata hali na mori ya kuendea hata hili tendo lenyewe la ndoa. Sawa. Na mtazamaji wa Africa TV, Dr. Lumungwe huyo, tukiwa tunazungumzia faida za hijama kwa mfumo uzazi wa mwanaume. Tayari nambari za simu hapo zinaonekana kwenye runinga yako mtazamaji, kwenye line ya simu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji, assalamu alaikum. Naona huyo ametoweka hewani. Mtazamaji, tuwaombe kama utakuwa haupo sehemu nzuri kwa ajili ya kuweza kupiga simu, basi jaribu kukaa sehemu tulivu alafu uweze kufanya hivyo. Lakini wewe ambao haupo tayari kuweza kupiga simu, tafadhali tuachie line, alafu waliokuwa na uhitaji wa kuuliza maswali na kuhitaji ushauri, basi waweze kuchukua simu moja kwa moja na kuweza kutupata hewani. Lakini wewe ambao utapokelewa simu yako, pia punguza sauti ya TV yako ili tuweze kusikizana kwa uzuri, au kama kuna watu wanafuatilia kipindi uweze kuwakera kwa kupunguza sauti, basi jaribu kaa nao kando, kaa pembeni ya runinga ili tuweze kukusikia kwa uzuri kabisa. Kwenye line ya simu, assalamu alaikum. Mtazamaji, assalamu alaikum. Kwenye line ya simu, hello. Naona huyo hayupo tayari. Daktari, twende tukaangazie sasa ni muda gani sahihi wa huyu mwanaume kuweza kufanya hijama. Mwanaume anatakiwa kufanya hijama mara ngapi angalau kwa uchache kwa mwaka? Tumekuwa tukifahamu kwamba hijama ni kutoa damu chafu mwilini, lakini tumekuwa tukifanya vipindi kadhaa na watu wa damu salama katika zile zoezi katika kuchangia damu. Tumeambiwa wanaume damu wanachangia angalau kwa mwaka mara 4. Manake kila baada ya miezi 3 wanaume anachangia damu. Katika upande wa kufanya hijama, mwanaume huyu anapaswa kufanya hijama angalau mara ngapi kwa mwaka? Sawa kabisa. Hijama kwa upande wa mwanaume tutamtazama yule ambaye yeye hana tatizo kama hili sasa. Kwa kuwa mada yetu ilikuwa ikizungumzia masala ya uzazi kwa mwanaume. Lakini katika hali ya kawaida kwamba mwanadamu kama alivyo, kutokana na hali zake za damu zinavyotembea katika mwili wake, tunaambiwa damu salama, damu safi katika mwili huwa inafanya kazi baada ya uzalishaji wake ni kwa kipindi cha miezi 4 takriban. Sawa. Kwa hiyo katika uzuri kwamba mtu aweza akafanya takriban mara 3 mpaka mara 4 kwa kubainisha miezi, kwa maana itakuwa ima miezi 3 ama miezi 4. Huyu ni yule ambaye hana tatizo. Kwa yule mwenye tatizo? Kwa yule mwenye tatizo ambaye amefika tatizo kama hili sasa, yeye mwenyewe atakuwa na vikazi kadhaa vya ufanyaji tiba hii ya hijama. Na hapa anahitajika awe na vikazi takriban 6 ambao vitafanyika kila baada ya wiki 2.
Na kila baada ya wiki mbili anafanya hijama. Anafanya hijama. Kila baada ya wiki mbili anafanya hijama. Hii itapelekea kuondosha kwa haraka tatizo lake, lakini pia kuirudisha damu katika mzunguko wake uliokuwa safi na kumuondoshia zile stress zake zote ambazo zilikuwa zikimsumbua. Kwa hiyo tatizo linakwenda kumalizika kupitia vikazi takriban 6 ambavyo vitatekelezwa kila baada ya wiki mbili kwa mwanaume huyu. Na muda sahihi wa kufanya hijama ni upi? Muda sahihi wa kufanya hijama unashauriwa kwamba ni asubuhi mapema sana. Kwa nini asubuhi? Na kwa nini asubuhi? Sababu kuu kwamba asubuhi ndo muda ambao ile damu mgando, damu chafu nyingi ambayo inapatikana katika mwili wa mwanadamu huwa inarudi katika lea ya ngozi juu na kuja katika maeneo hayo na kusababisha shida za aina mbalimbali. Kwa hiyo asubuhi kabla jua kupanda ni muda wenye manufaa zaidi na hijama kuliko muda ambao utakuwa umepanda jua likawa kali ama hata mida ya usiku. Lakini ina maana mtu anapolala usiku ile damu sasa inaanza kujichuja, inaanza kujisafisha, safi inabaki ndani, na ile ambayo ni chafu huwa inatoka nje katika mishipa midogo midogo ambayo inafahamika kama capillaries. Hii ndio inahitajika itolewe, kwa sababu kama inabaki ndile tukaambiwa mmoja wenu asiache damu yake ikaganda kwa sababu itamuua. Lakini huwa inasababisha maumivu, mtu akahisi maumivu maeneo tofauti ya mwili wake, akahisi kiuno, magoti, lakini uchovu kiujumla wa mwili wake na kuhisi hayuko sawa siku yake nzima. Sababu kuu kwamba ni ile damu ambayo imepatikana ilihitajika itolewe, lakini bado ameendelea kuiacha katika mwili wake. Sawa sawa. Na daktari, kuna sisi wengine ni waoga wa kufanya hii tiba ya hijama baada ya kufahamu ni kitendo cha kwenda kutolewa ile damu chafu. Kuna matumizi pale ya kiwembe na muda mwingine mnatumia sindano, na tumekuwa tukiona mara nyingi sana ikifanyika katika zile sehemu ambazo kuna tatizo kama vile maeneo ya mgongoni, kiuno na maeneo mengine mengi. Kwa huyu mtu ambaye matatizo ya mfumo wake wa uzazi haujakaa sawa, maana yake nguvu za kiume zake zimepungua, mtu kama huyu tiba yake ya hijama huwa mnamfanyia katika maeneo gani ya mwili? Sawa kabisa. Hijama kwa upande wa mwanaume ambaye amefikwa na tatizo kama hili, ndio yeye anakwenda kupatiwa tiba kupitia sehemu ya mbele ya mwili wake, ndio, lakini pia kuna sehemu za nyuma kupitia mgongo wake. Maana sehemu za mbele ukiwa na maana kifuani. Sehemu za mbele zinahusisha kuanzia kifua pande mbili zote, lakini pia kuna chini ya kitovu. Utaweka hapo vikombe 3 ambavyo vinapatikana pia ndani yake kuna zile pointi za sunna ambazo alionekana Mtume sallallahu alaihi wasallam akizifanyia kazi, na zikithibiti katika sunna kuonekana Mtume akizifanyia kazi sana pointi hizi. Lakini upande wa nyuma kuna maeneo maalum ambayo pia yanakwenda kuwekwa glasi katika mgongo wa chini. Hapo mgongo wa chini ina maana utahusisha mirija yote inayopeleka damu katika maeneo ya mbele. Katika ushirikiano wa glasi za mbele zile 3 na hizi za nyuma ambapo pia zitakuwa ni 3, basi ushirikiano huu unapelekea kusafirisha damu vizuri, na damu itakaporudi vizuri katika viungo hivi ndio kupelekea yeye kurudi katika ule ufanisi wake. Sawa sawa. Ndiyo. Na mtazamaji wa Africa TV, ni Dr. Hussein Abdallah Lumungwi kutoka Kamna Hijama Clinic. Tulikuwa tunazungumzia faida za hijama katika kuimarisha mfumo wa uzazi wa mwanaume. Mengi daktari ameweza kuyazungumza, lakini katika yale machache ya faida, mojawapo ni kuimarisha mzunguko wa damu, lakini pia kuimarisha nguvu pamoja na usafirishaji wa mbegu zile za uzazi, lakini kuondosha stressi, lakini pia ufanisi katika tendo na kuimarisha kinga ni katika baadhi ya zile faida ambazo anazipata mwanaume kwa kufanya tiba hiyo ya hijama. Ndoa nyingi zimekuwa zikivunjika kutokana na matatizo kama haya ya nguvu za kiume. Namba za simu ndo hizo zinaonekana mtazamaji. Licha ya kuwa na changamoto, unaweza kufanya hivyo hivi sasa, ukapiga simu kama una swali lolote, unahitaji ushauri, basi Dr. Hussein Abdallah Lumungwi ataweza kukufanyia kukujibu hiyo swali ambalo utakuwa umeuliza. Lakini kama utakuwa unahitaji ushauri pia anaweza kufanya hivyo. Nambari za simu ndo hizo kwenye line ya simu. Asalamu alaykum. Mtazamaji wa Africa TV, asalamu alaykum.
kwenye line ya simu. Hello, mtazamaji huko mubashara. Asalamu alaikum. Naona huyo hayuko tayari. Bado unaweza ukafanya hivyo mtazamaji. Nambari za simu ndo hizo zinaonekana chini ya runinga yako. Unaweza ukafanya hivyo na kuweza moja kwa moja kuungana nasi kwenye line ya simu. Asalamu alaikum. Mtazamaji, asalamu alaikum. Naona huyo hayuko tayari. Daktari, tiba hii ya hijama imekuwa ikihusishwa sana na dini yetu ya Kiislamu. Ukiangalia muassis ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapo watu wa dini zingine ambao wanaofia kufanya tiba hii ya hijama kwa sababu wanaona kama kwamba watakuwa wameshiriki katika ibada ya dini ya Uislamu. Katika hili wewe unalizungumzia? Je, tiba hii ni ya watu wote au ni mahususi kwa ajili yetu sisi Waislamu? Naam, tiba hii inahusu watu wote. Ndio. Tiba hii inahusu watu wote kwa maana manufaa ambayo yanapatikana kupitia matibabu haya huwa yanaingia kila upande. Huyo Muislamu anakula na huyo asiyekuwa Muislamu pia anakula. Sahihi. Muislamu anatibiwa na asiyekuwa Muislamu pia anatibiwa. Kama ilivyokuwa matibabu aina nyingine. Kwa maana kuna watu wanakula mizizi, Waislamu na wasio Waislamu wanakula mizizi, wanakunywa dawa za asili, lakini kuna vidonge watu wanatumia. Lakini matibabu yale yaloendelea ya operation na mengineo yote yanahusu watu wa aina zote. Kwa maana manufaa haya pamoja na kwamba uzuri wake mengi yamezungumzwa katika Uislamu, lakini hata wasio Waislamu wananufaika nayo. Haya yana ushahidi pia katika maneno ya Mwenyezi Mungu mengine katika Qur'ani, kwamba yeye anaeleza hii Qur'ani ilipokuja ni hudan linnas, kwamba yeye ni mwongozo kwa watu, lakini mahali pengine akasema hudan lilmuttaqin, kwamba ni mwongozo kwa ajili ya wacha Mungu. Sawa. Kwa hiyo ikiwa Muislamu basi atanufaika na hijama, lakini ndani yake pia atakuwa ametengeneza thawabu. Kwa maana ni tendo la kheri hili, atakuwa ameiga katika mwenendo wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na wale ambao watakuwa si Waislamu watanufaika katika matibabu haya, lakini kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa wasia wakati anateremka katika safari yake ya Miraj, kwamba awamrishe umma wake. Na kama ilivyofahamika kipindi chetu hichi tulicho nacho si umma wa mtume mwingine, bali ni umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahihi. Kwa hiyo alikuwa Muislamu asiye Muislamu, bado yeye hata akibaki na dini yake atafahamika kuwa ni katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hijama akiifanya basi atanufaika nayo kama anavyonufaika na Qur'ani na mambo mengine yote ambayo yanahusu Uislamu. Daktari, mwisho kabisa kwa kumalizia, wapo vijana hivi sasa ambao wanatamani kuja kufanya tiba hii ya hijama, lakini hawafahamu ni yapi ya wao kuyazingatia kabla na baada ya kufanya tiba hii ya hijama kwenda kuondosha hii changamoto ya nguvu za kiume. Ni yapi ya kuzingatia yule mwanaume ambaye anafanya hijama, lakini pia baada ya kufanya hijama yapi ya kuyachunga ili kuweza kuendelea kuimarisha zile nguvu zake za kiume? Sawa kabisa. Kuna masharti kadhaa katika tiba hii ambayo yanaorodheshwa ili mtu aendee tiba ya hijama. Kuna maandalizi kabla ambayo haya itakuwa kama ni masharti yeye kuiendea tiba hii. Ndio. Muhimu yanayotajwa ni kutoshiriki katika usiku wake anaoamkia kwenda kwenye tiba, kutoshiriki tendo la ndoa. Lakini kuna vyakula maalum ambavyo anatakiwa asili. Kama hapa tunahusisha ulaji wa nyama nyekundu, lakini ulaji wa vyakula vyenye protini zaidi katika vyakula vile ambavyo mtu atakula. Ajiepushe kwa siku yake hii wastani wa masaa 24 kabla ya tiba. Sawa. Lakini pia utumiaji wa vyakula au vinywaji vyenye kemikali kupitia soda au vyakula vilivyosindikwa. Lakini pia apate muda wa kupumzika. Si siku ya kuanza mazoezi, asiingie katika mazoezi wastani wa masaa kadhaa kabla ya tiba. Sawa. Sababu mazoezi haya yatakwenda
kuupa spidi kubwa moyo na usukumaji wa damu yake. Kwa hiyo atatakiwa awe na muda wa kupumzika. Lakini baada ya hapo, baada ya tiba, kuna yale muhimu sasa ambayo anatakiwa pia yazingatie, ikiwemo uendelezaji wa kujiingiza katika vyakula vya sumu, kutojiingiza katika ulaji wa vyakula vya sumu, ulaji wa vyakula vyenye mafuta sana. Lakini pia ajitahidi katika ufanyaji wa mazoezi kama tulivyozungumza mwanzo, ufanyaji wa mazoezi, lakini kuondosha stress na kujitahidi kuziondosha ili mradi yarudi katika hali yake iliyokuwa sawa. Kwa hiyo pamoja na hayo kwamba anapewa ushauri wa kuendeleza pia tiba ya hijama. Tiba ya hijama kwa maana mtu anapokuwa siku nyingi hakuweza kufanya. Mtu amezaliwa, amekuwa, mwingine mpaka anafikia hali ya uzee, lakini hakuwahi kufanya kitu kinachoitwa hijama. Kwa hiyo damu zimerundikana mara kurundikana. Kwa hiyo anatakiwa afanye hijama katika mtindo wa kurudia rudia. Na huyu mwenye tatizo kama tulivyoona anahitaji vikazi kadhaa ili kuweza kuondosha tatizo lake. Na wale ambao watakuwa wako vizuri au kashapona sasa, basi naye atatakiwa asiwe mwenye kujisahau. Wastani miezi 3 mpaka 4 basi anarejea kufanya hijama. Dr. Hussein Abdallah Lumungwi, mimi nikushukuru sana kwa muda wako kuweza kujumuika nasi katika runinga yetu ya Africa TV, hususan katika kipindi cha daktari wako, ikiwa leo tumekwenda kufaidisha watazamaji juu ya faida za kufanya hijama katika kuimarisha ule mfumo mzima wa uzazi wa mwanaume. Yuko mwanaume hivi sasa daktari anahitaji kuja naye kufanya tiba hii, pengine ana changamoto kama hii au ana changamoto zingine mbali na hizi kama ulivyoweza kuzorozesha. Kuna mtu mwingine hivi sasa anasumbuliwa na msongo wa mawazo, kuna mtu mwingine hivi sasa yeye ndoa yake ipo inaninginia, haeleweki kwamba inakatika au inakwenda kuimarika tena zaidi, anahitaji kuja kufanya hijama. Anawapataje nyinyi Kamna Hijama Clinic, mnapatikana wapi? Lakini pia kama kuna namba za simu kwa watu wa mikoani waweze kuwatafuta na wenyewe kuweza kuwafikia. Karibu sana daktari. Sawa kabisa. Kamna Hijama Clinic inapatikana Chanika. Eneo linaloitwa kwa Singa, kituo cha daladala hichi kwa Singa. Na kwa mawasiliano ya ofisini tunapatikana kupitia namba 0758 0758 51 51 91 91 16. Naam. Hii ni namba ambayo inahusu ofisi kwa maana popote ulipo katika nchi hii yetu, lakini mikoa mbalimbali, basi tunawakaribisha kupitia mawasiliano haya ya kiofisi. Kwa maana utapokelewa na utaelezwa kwamba yeye pia anahusika katika kituo hichi na mambo sala gani yanayofanyika. Sasa daktari, mimi nikushukuru sana. Naona pia muda wetu sio rafiki sana mtazamaji. Huyo ni Dr. Hussein Abdallah Lumungwi kutoka Kamna Hijama Clinic. Tulikuwa tunazungumzia faida za hijama katika kuimarisha mfumo wa uzazi wa mwanamume. Wanapatikana Chanika kwa Singa hapa jijini Dar es Salaam. Wewe ambaye unahitaji mawasiliano yao ya simu ni 0758 51 9116, yani 0758 51 91 16. Na mitandao yao ya kijamii daktari matumia jina gani? Ni Kamna Hijama Clinic. Kamna Hijama Clinic. Ukiingia katika mitandao ya kijamii huko Facebook, Instagram, TikTok, andika Kamna Hijama Clinic, wanapatikana huko. Kwa sekunde 30 una lipi la kuambia watazamaji wa Africa TV na Tanzania kwa ujumla ambao wanafuatilia kipindi hiki cha daktari wako daktari? Ningependa kuwashauri wanaume kwamba wasiache ndoa zao zikaharibika. Watumie fursa. Hii tiba imekuwa kama ni neema, ni tiba ya kimiujiza ambayo imekuja katika umma huu kama ni rehema kwao. Kwa hiyo wasibaki nyuma, wajitahidi waje watuone katika ofisi zetu ili mradi tu waondokane na shida zao hizi na wapate utulivu katika ndoa zao. Na kwa uwezo wa Allah yale mengi ambayo yalikuwa yakiwasibu basi anaweza akaondosha kwa idhini ya Allah. Sasa kwa idhini ya Allah kupitia tiba ya hijama, mtazamaji wewe mwanamume ambaye unafuatilia kipindi hiki, fika pale Kamna Hijama Clinic Chanika Buyuni kwa Singa uweze kupata matibabu, au piga simu kupitia nambari ya simu 0758 51 91 16, yani 0758 51 91 61. Kwa kufikia hapa sisi hatuna la ziada. Nishukuru wale wote waliohusia kuandaa matangazo haya moja kwa moja kwenda hewani.
hewani. Nyuma kamera alikuwa Shams Muhammad Nyamonga, na upande wa sauti na maelekezo bila kumsahau Idrisa Mwaita katika upande wa picha, Swaleh Muhammad na Saidi Azizi katika upande wa mitandao ya kijamii, pamoja na Muhammad Sultani Mdose katika kitengo cha urushaji wa matangazo, na amefanya vyema kabisa. Kwa niaba ya timu nzima, jina langu ni Abdul Kaubinego, niwatakie tu usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata. Hivi sasa anaingia Sheikh Muharram Idrisa Mwaita katika kipindi cha Uliza Ujibiwe. Salia hapo hapo uweze kuuliza maswali ya kisheria ambayo yamekutatiza kwa wiki nzima. Sina la ziada. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.